Kasako Media, tunaangazia maisha, tunaandika kesho. Dhoruba ya hofu ilizuka jana usiku ndani ya treni ya mwendokasi ya Intercity Express ICE iliyokuwa ikisafiri kutoka Cologne kuelekea Frankfurt baada ya mtu mwenye umri wa miaka 20 kutishana kufanya shambulio la kujeruhi abiria kadha kwa kutumia fataki maalum. Mshukiwa ambaye polisi wanamtaja kuwa ni mwenyeji wa mji wa Aachen alikamatwa muda mfupi baadaye katika kituo cha Seeburg karibu na Bonn baada ya abiria wengine kufungia mlango ndani ya choo cha treni. Katika mkoba wake polisi walipata kisu na barakoa. Hakuna watu waliopoteza maisha. Baadhi ya abiria 12 walijeruhika huku wengine wakiathirika masikioni na zile kelele na wengine kukatwa na vichembe za plastiki. Tukio hilo lilianza majira ya jioni Aprili 2, 2026 wakati treni ya ICE ikiwa tayari inaondoka Cologne na kuendelea kusini mwa Frankfurt. Ghafla mshukiwa alianza tabia ya kutisha, akatoa fataki za aina ya softball na kuzirusha ndani ya treni. Fataki hizi za kawaida si za kawaida vile za moto au za baruti kali, badala yake zimetengenezwa kutoa kelele kubwa sana. Abiria waliokuwemo wanaeleza kuwa kulikuwa na hofu na watu wengi walijaribu kujikinga kwa kujificha chini ya viti na wengine kukimbilia kwenye mabehewa mengine. Mvutano uliongezeka wakati mshukiwa alipojifungia ndani ya choo cha treni na wengine wakihofia kuwa anaweza kuwa na silaha mbaya zaidi. Kwa bahati nzuri abiria wengine hawakukaa kimya. Wakashirikiana kwa haraka wakaweza kumfungia mshukiwa mlango wa choo kutoka nje, hatua iliyozua mshukiwa asitoke na kuendelea na vitendo vyake au kutoroka. Mmoja wa abiria ambaye alizungumza na jeshi la polisi alisema, "Tumesikia kigonga mlango kwa nguvu, lakini tulikuwa tayari tumeweka kizuio. Tulishikilia hadi polisi wafike." Hatua hiyo ya kijasiri ya abiria imepokelewa kwa pongezi na polisi, kwani inaaminika kuwa alizuia mshukiwa asijewahi waza zaidi au kujaribu kutoroka kabla treni kufika kituoni. Treni ilisimamishwa kwa dharura katika kituo cha Seeburg Bonn ambako polisi walikuwa tayari wamepewa taarifa na walikuwa wakingoja. Kikosi maalum cha polisi kilishuka haraka, wakazunguka treni na kuingia ndani. Na hii ni Kasako Update na Adela Thomas. Kasako Media, tunaangazia maisha, tunaandika kesho.